Nyakati za aliyekuwa rais wa pili wa taifa letu la Kenya, Moi, ilipokuwa inafika kipindi cha uchaguzi na alipokuwa anataka uungwaji mkono kutoka eneo la Mlima Kenya, alikuwa anateua jopo la wataalamu ili kuuza sera zake kwa ground eneo la Mlima Kenya, apate kura kutoka pale. Maybe licha ya kwamba wananchi walikuwa wamekataa serikali yake kipindi hicho. Sasa ninaelezwa William Ruto naye anaonekana kufuata mkakati ule ule wa Moi. Baada ya kuunda kundi ambalo awali liliundwa na Moi, ambalo linajumulisha wataalamu kutoka eneo la Mlima Kenya ili kushirikisha umma na kuunga mkono kuchaguliwa kwake tena kimya kimya na kupandishwa ngazi kwa baadhi ya viongozi kutoka eneo la Mlima Kenya. William Ruto yuko mbioni kuwinda kupata ushirikiano, kupata kura kutoka eneo la Mlima Kenya 2027, jinsi ambavyo aliweza kupata uungwaji mkono 2022. Lakini kwa wakati huu hata William Ruto yeye mwenyewe amegundua kwamba eneo la Mlima Kenya lilimuasi, na ndio maana ameweza kuchagua timu ya wataalamu wakijumulisha wasomi, wakijumulisha mawaziri, makatibu, directors, wabunge, ili kumuuza kwa ground, kujaribu kupata kura kutoka eneo la Mlima Kenya. Sasa taarifa ambazo ninapokea ni hizi. Ninaelezwa kwamba wakati huo huo idadi kubwa ya mawaziri kutoka Kikuyu Land wamekuwa wakihudhuria mikutano ya siri ili kujaribu kuona ni jinsi gani watamshinda Gachagua na kuhakikisha William Ruto anapata kura nyingi 2027. Mnaelewa ni mawaziri wangapi ambao wako kutoka eneo la Mlima Kenya? Unawaelewa wale ambao wote ni kutoka eneo la Mlima Kenya? Akina Geoffrey Ruku, Alice Wahome, tuko na Lee Kinyanjui, tuko na huyu waziri wa agriculture, tuko na huyu waziri wa ICT. Wote au ni mawaziri kutoka eneo la Mlima Kenya. Lakini ninaelezwa kwamba wakati msukumo huo ukiendelea wa kumsaidia William Ruto kuchaguliwa, na mawaziri hawa wamekuwa wakipatana kwenye kikao kuratibu jinsi ambavyo watamuuza bwana Ruto eneo la Mlima Kenya, waziri wa kilimo Mutahi Kagwe amekuwa akiruka baadhi ya mikutano, skipping. Yaani kipindi ambapo mawaziri kutoka eneo la Mlima Kenya, wale ambao ni mawaziri wote kutoka eneo la Mlima Kenya wamekuwa wakipatana, Mutahi Kagwe yeye amekuwa kiskip, hajawahi hudhuria. Na nielewa akina Alice Wahome wakipatana, akina Lee Kinyanjui, akina Geoffrey Ruku, huyu waziri wa ICT wakipatana, Mutahi Kagwe yeye hataki hayo mambo, amekuwa akikwepa mikutano hiyo. Na unajua kipindi ambapo waziri anafanya hayo, si mara moja, si mara mbili, kuna sababu. Nataka niwaeleze. Hata kipindi ambapo Justin Muturi alipokuwa anataka atoke kwa hii serikali ya William Ruto, wakati mwingine hakukuwa anaenda kwenye mikutano ya mawaziri, hakukuwa anaenda. Mutahi Kagwe na yeye ameanza ataki mikutano ya William Ruto, ataki mikutano ya mawaziri ambao wanaratibu jinsi ambavyo William Ruto atachaguliwa tena 2027.
Sasa ninaelezwa kwamba jambo hilo linazua maswali iwapo anajiandaa kuondoka katika baraza la mawaziri na kugombea kiti cha uchaguzi mwaka ujao, mwaka 2027. Bwana Mutahi Kagwe ambaye anatoka Nyeri amezoea kuondoa bendera kwenye gari lake kila anapotembelea eneo la Mlima Kenya. That's a serious case. That's a serious case. Unajua, mawaziri ni serikali. The way rais akitembea anaweka bendera kwa gari lake is the same way mawaziri wakitembea wanaweka bendera ya taifa kwenye magari yao kuonyesha serikali inapita. Lakini tunaelezwa kwamba kila wakati ambao Bwana Mutahi Kagwe aliyekuwa waziri wa afya kipindi cha Uhuru Kenyatta na aliye sasa hivi waziri wa kilimo kipindi cha William Ruto anapoenda Mlima Kenya, yeye anaondoa bendera ya waziri. Hataki aonekane kwamba yeye ni waziri na hataki ajulikane kipindi ambapo anaenda. Hataki kabisa, hataki, kwa sababu anajulikana kwamba hii ni serikali. Radhi kwa hilo, sijui nini mbaya na kompyuta yangu hapa. Hataki kabisa ahusishwe na hii serikali ya William Ruto, na ndio maana anaondoa hiyo bendera. Sikiliza kitu ambacho kimeweza kumkasirisha. Inasemekana kuwa kuondolewa kwa Chege Kirundi kama mwenyekiti wa Kenya Tea Development Agency KTDA na nafasi yake kuchukuliwa na Enos Njeru kutoka Embu kulimshangaza Bwana Mutahi Kagwe. Pia kuna minong'ono kuwa Ruto analenga kushinda eneo la Mount Kenya Mashariki na ndiyo sababu Kirundi kutoka Embu na ndiyo sababu Kirundi kutoka Murang'a alilazimika kuondolewa. So William Ruto ameona kwamba Mount Kenya West ni ngumu sana kupata kura. Anataka kulegeza kamba aelekee upande wa Mount Kenya East, mahala ambapo Kindiki anatoka, mahala ambapo Cecily Mbarira anatoka, ili aweze kuhakikisha kwamba anapata kura za Tharaka, Embu na Meru. Na ndio maana inasemekana kwamba William Ruto aliweza kumuondoa Bwana Kirundi ambaye ni kutoka Murang'a, kutoka kwa ule wadhifa wa mwenyekiti wa KTDA na akampea Bwana Enos kutoka Embu. Sasa tunaelezwa kwamba Cecily Mbarire ambaye ni mwenyekiti wa chama cha UDA alikuwa miongoni mwa wale ambao waliweza kumpongeza Bwana Njeru kwa kurejea katika KTDA. Sasa ninaelezwa kwamba hicho kitu nacho kimeweza kumkasirisha Bwana Mutahi Kagwe. Naomba nikurejeshe kwa kikundi ambacho William Ruto ameweza kuunda kimuuze eneo la Mlima Kenya. Kikundi hichi kinaitwa Jamii Imara Mashinani. Kikundi hichi kiko na mawaziri ambao ni Liki Nyanjui, Rebecca Miano, William Kabogo, Mercy Wanjau, pamoja na makatibu wakuu Mary Muthoni, Alex Wachira. Hao ni wachezaji wakuu muhimu katika kundi hilo ambalo pia linajumulisha wenye viti, wakurugenzi na wakurugenzi wakuu wa mashirika ya umma katika eneo la Mlima Kenya. Kundi hilo pia linajumulisha wabunge, magavana, ma-MCAs na maseneta wakiongozwa na Anne Waiguru. Hivi karibuni Muthoni alikutana na maafisa wa serikali miongoni mwa dini, mashirika na sekta binafsi katika kongamano la ushirikishwaji wa wananchi na Jamii Imara Mashinani lililofanyika kaunti ya Isiolo. Sasa
hiyo ndio njia moja ambayo William Ruto anataka kushinda kura kutoka eneo la Mlima Kenya. Ameenda amewaita viongozi wote, iwe wewe ni mwenyekiti katika idara fulani, iwe wewe ni director katika idara fulani, amekuweka yani amekuweka kwenye kikundi ama ameweza kuwaweka kwenye kikundi ambacho kinaitwa Jamii Imara. Hicho kikundi amekiambia kwamba lazima kiende mashinani kimuuze. Lakini sasa one man Mutahi Kagwe ameweza kujiondoa hapo. Hataki kabisa kushirikishwa kwenye kampeni za kumchagua William Ruto. Hataki kabisa kushirikishwa kwenye hayo mambo ya kupita kwa ground kumuuza William Ruto. Hao wengine wamekuwa kwenye mikutano, but one man Mutahi Kagwe amekuwa akiskip, akiboycott. Na umeweza kusikia kwamba kipindi ambapo anaenda mlima anatoa bendera kwenye gari lake. Kumaanisha nini? Namba moja, Kagwe licha kwamba ana hudumu kwenye serikali ya William Ruto, hafurahi jinsi ambavyo mambo yanaenda. Kwa sababu kipindi ambapo mtu yuko kwenye cheo kikubwa, hata akipita kwa watu anataka aonekane, Bwana Ezra ndio amepita kwenda hapo, ambaye ni waziri wa kilimo. Lakini unasikia waziri wa kilimo Mutahi Kagwe akienda mlima anatoa bendera. Na aendi na cheska, anaenda tu na gari na anatoa bendera. Na kwenye mikutano ya William Ruto afiki. Yaani kwenye mikutano ya mawaziri na wale na ile timu ambayo inamuuza William Ruto eneo la Mlima Kenya afiki, amekuwa kiboycott. Ishara kwamba kuna kiti ambacho huenda huyu waziri analenga mwaka ujao katika kaunti ya Nyeri, na anasoma ground. Amegundua kwamba ukikaa sana kwa hii serikali ya William Ruto huenda ukakosa kuchaguliwa na wananchi. Ukijionyesha sana wewe uko karibu na serikali, huenda kiti ambacho atataka huenda akakosa upande wa Nyeri. Niambie ni siku gani umewahi muona Mutahi Kagwe akiwa kwa ground akisema two term? Niambie, nikupe 100. Niambie ni siku gani umewahi muona Mutahi Kagwe akiwa kwa ground akisema Ruto two term? No day, and you will never find him. Waziri mwingine ambaye ninajua atajiuzulu next year aenda kugombea kiti cha useneta ni waziri wa kazi Alfred Mutua. Take that to the next bank. Na kuomba uweze kusubscribe, nitaendelea kuwaletea taarifa kwa utendeti.